Ninayo nafasi ya kuwachagua machifu, ikiwemo leo Chionda mwana wa Chionda anachaguliwa kuwa chifu kwa majukumu atakayopewa. Uchifu sio makabila, wala uchifu sio siasa wala udini. Uchifu ni level fulani ya upeo, umefika kwenye level gani. Kwa hiyo sasa Chionda, Master Matuta, karibu tujaribu kueleza machache sababu ya kuchaguliwa na jina lako la uchifu ambalo umepewa. Ndugu wana wa Afrika, mimi Chionda wa Chionda, sasa hivi naitwa Chifu Chionda wa Chionda. Nasimamia ustaarabu wa mtu mweusi kurudi katika mila zake kwa utaratibu na wema. Tufuate, tukumbuke babu zetu, tukumbuke ukuu wa ardhi yetu, kulinda vyanzo vya maji, kulinda miti, kulinda wanadamu wenzako. Hii ndio jukumu letu. Kukumbuka mababu zetu, kukumbuka ustawi na ustaarabu wa mtu mweusi na kuendeleza, kufufua elimu iliyopotezwa, kufufua nguvu zilizosahaulika. Hii ndio kazi yetu na hiyo ndio kazi yangu. Mimi Chionda wa Chionda, son of the soil of Africa. Na upendo nanyi, nanyi mwana upendo nami, mwana upendo na bara lenu na watu wenu. Sasa si Afrika, sasa hivi ni El Kaburani, tukiwa na Grand Matuta El Kaburani akiwa kama mkuu wa hekalu badala la Epet Suti lilovunjwa mwaka 332. Sasa tunakwenda kufufua hekalu, linarudi upya. Epet Suti linarudi chini ya El Kaburani Matuta. Yeye ndio anakuwa the high priest. Wasaidizi wake ndo kama sisi kina Chionda, Chifu Chionda. Ukija utakutana nami, tutakupa ushauri mzuri, tutashirikiana katika kufufua mizizi iliyoozeshwa, iliyouawa, iliyokatwa na wakoloni. Sasa mizizi inakuja ikiwa na maji na chumvi na kila kitu, ikiwa na afya njema. Mti wake utakuwa ni mti uliosimama ambao Waafrika wanategemea chemichemi zake za maji kutoka kona 4 za dunia, zitakuja yote kuangukia katika Epet Suti. Kwa hiyo maua na matunda ya Epet Suti yatakuwa ni matunda yenye kupendeza, yenye nuru, yenye manufaa, yenye afya na yasiokuwa na woga. Kwa sababu woga ni moja jambo ambalo litufanya turudi nyuma. Woga ndio tufanya watu wengine watuuze kwa maadui, wafungue mageti, wengine wakaingia. Sisi hatuhitaji wasaliti. Tunahitaji watu ambao wana moyo safi, watu ambao wamejitolea kuja kufanya kwa sababu ya mama Afrika El Kaburani. Kwa sababu Afrika kutoka katika kinywa chako itakuwa ngumu, lakini taratibu taratibu, kutokana na tunakoenda, tunataka kubadilisha kila kile kilicholetwa na wakoloni kikae kirudi kwao, na Waafrika tuchukue vya kwetu walivyovichukua virudi nyumbani. Mimi sasa ni Chifu Chionda wa Chionda. Na waomba Waafrika wote mrudi katika mila zenu na tamaduni zenu. Mimi ni chifu, mimi ni kabila langu ni Miao kwa baba, kwa mama yangu ni Waluguru. Kwa hiyo koo zangu mbili hizi, pande zote mbili nilikotokea, naomba waungane. Najua Waluguru sio kama nachukua nafasi ya chifu wenu, hapana. Hii mimi nachukua kama chifu wa hekalu la Epet Suti, nafuata mila na tamaduni za mtu mweusi. Na wakaribisha wajomba na wababa, karibuni sana kuwa pamoja nami, ambaye huku hakuna baya. Huku tunakwenda kufufua mila na tamaduni pamoja na nguvu za kimaisha na elimu ya kiakili ya kuondoa minyororo na kuyeyusha minyororo ya kiutumwa kichwani kwako, kukuweka uwe free, uwe huru. Na hii ndio ajenda yetu. Mimi na El Kaburani Matuta, mkuu wa hekalu. Ndugu wana wa Afrika, sasa ninashukuru na zaidi namshukuru kiongozi wangu mkuu wa hekalu El Kaburani Matuta El Kaburani. Mimi zamani nilikuwa naitwa Norbert Joseph Chenga, mzaliwa wa mkoa wa Lindi, wilaya ya Ruangwa, wa kabila ni Mwera.
kwa upande wa mama, kwa upande wa baba, kabila ni Mmakua. Nimefurahi sana katika hatua hii ya kuchaguliwa kwa chifu. Moja ya majukumu yangu, ndugu zangu wa Mwera, popote mlipo na wanaoishi ndani ya Umwerani, ni kwamba tunataka kurudisha tamaduni halisi ambazo zilipotoshwa. Tulipotoshwa sana, tukafutiwa matambiko yetu ambayo yalikuwa ya msingi na muhimu sana, tukafutiwa vipindi vyetu vya manyago. Likomanga linafanywa kwa siri siri, shikwembo na chenyewe hakieleweki, na tamaduni zingine. Ukionekana kwenye miti mikubwa unaabudu, unaonekana wewe ni mchawi, lakini zilikuwa ndio tamaduni zetu halisi na ndio zilizowakuza wazee wetu miaka na miaka. Hawakusikia njaa, hawakusikia kiu, hawakuiona vita inakuja ovyo ovyo katika maeneo yao. Walikuwa wanachuchumaa na kuomba kwa utaratibu. Sasa mimi chief Chipanganya, maana ya hili jina Chipanganya maana yake aliyetengeneza vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Sasa mimi ni chifu Chipanganya wa Wamwera. Mtanikubali ndugu zangu polepole. Nitaomba mashirikiano yenu, nitaomba tuende pamoja. Mtanielewa, maana wengi mmegubikwa na gunia kubwa, maana tuseme blanketi kidogo lina matundu. Gunia kubwa kwamba kwenda kutambika, kwenda kumkumbuka mzee Mbikira, kumkumbuka mzee Mtaona, kumkumbuka mzee Nachidaga, nako ni dhambi. Haiwezekani. Pale tulipotea. Sasa ni rahisi turudi, hatujachelewa. Hatujachelewa, turudi, tuende sasa katika misingi ambayo iliachwa na hekalu kubwa ambalo lilibomolewa, kwamba mnaabudu mambo ya kishenzi. Hakuna kuabudu mambo ya kishenzi. Ndugu zangu, mtanielewa nimesema polepole katika vitendo, na tutakapowapa zile amri 12 na tutakapowapa taratibu za kurudi, mtaona pale palipokuwa panakosekana mvua, mvua itanyesha. Yule aliyokosa mtoto atapata, yule aliyokosa kazi utaona anapata. Kila kitu kitarudi tu, kwa sababu mtakuwa mnaomba kitu sahihi. Wana wa Afrika, popote mnaponisikia, vyovyote mtakavyonitafasiri, lakini mjue tunakuja katika mbio hiyo. Chifu Chipanganya atawaongoza, atawasimamia, nami kiongozi wangu mkuu wa hekalu Matuta atakuwa karibu yangu akinipa miongozo pale ninapopotoka. Karibuni sana. Otepu. Chipanganya.